Habari za wakati huu, karibuni katika vipindi vyetu vya Royal Polyclinic. Kwa siku ya leo tutaendelea na mafundisho ya matibabu ya afya au magonjwa ya ulimi. Kipindi kilichopita tulizungumzia au tuliyataja magonjwa ya ulimi. Ugonjwa wa kwanza tulisema kwamba ni fungus ya ulimi. Tulitaja uvimbe katika ulimi, lakini pia tukasema kuna vidonda katika ulimi. Lakini pia tulisema kwamba kuna madoa meupe na madoa mekundu ambayo mara nyingi yanaweza yakaonekana kwenye ulimi. Kwa hiyo ungana nami tuweze kusoma kwa pamoja. Kwa hiyo ugonjwa wa mwanzo ambao tulizungumza ni kwamba tulisema ni fungus ya ulimi. Fungus ya ulimi ni ugonjwa mkubwa sana kwenye jamii yetu ya leo, na mara nyingi sana unasababishwa na kutokuwa na afya au kutokuwa kufanya usafi vizuri kwenye ulimi. Lakini pia inaweza ukasababishwa na magonjwa mengine. Kwa mfano, unaweza ukawa una HIV na nguvu yako ya mwili ikiwa imeshuka, unaweza ukapata hiyo candidiasis au kitaalamu tunasema kwamba unaweza ukapata fungus ya ulimi. Sasa dalili zake mara nyingi kwenye fungus ya ulimi waga inakuwa ulimi unakuwa unapata maumivu sana, lakini pia unaweza ulimi ukapoteza ladha. Kitu kingine ni kwamba mara nyingi fungus ya ulimi huaga kwa muonekano katika ulimi, mara nyingi inakuwa na madoa au tunaita unakuwa na zile white lesion au madoa meupe, na mara nyingi ukiwa ukia scratch au ukiyakwangua unakuta ulimi unakuwa unatoa damu. Kwa hiyo hizo ni dalili ambazo mara nyingi zinakuwa zinaonekana kwa watu wenye fungus ya ulimi. Sasa katika hayo yote ambayo tumezungumzia ya fungus ya ulimi ni kwamba mara nyingi kwenye kuweza kujua au kutambua kwamba wewe unakuwa unaugua na fungus ya ulimi, kwa mara nyingi sana ukija kwenye kliniki tunaangalia ulimi wako, na mara nyingi huaga tunafanya scratching. Tukiscratch au tukiondoa ile layer nyeupe, mara nyingi inakuwa unatoa damu. Kwa viashiria hivi unaweza ukawa umeathirika na fungus ya ulimi. Lakini kitu kingine kikubwa ambacho mara nyingi huaga tunakiangalia ni kwamba tunachukua yale madoa meupe au tunasema tuna scratch, tunachukua vile vimelea, tunavipeleka maabara kwa ajili ya kuvikuza na kuangalia kwamba ni fungus gani ambao wamekuathiri. Kwa kiasi kikubwa kwenye fungus ya ulimi, kwa mara nyingi sana tunashauri sababu ili uweze kupata fungus ya ulimi tunasema kwamba inakuwa ni condition ambayo inakuwa inabebwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo mfano ukiweza kucontrol HIV au kwa wale ambao watu ambao wanakuwa wanatumia zile dawa za kupunguza makali ya HIV, mara nyingi tunashauri uweze kuicontrol HIV. Kwa ukiweza kuicontrol HIV, automatically unaenda kuondoa zile fungus katika ulimi. Lakini pia ukiimarisha afya yako ya kinywa vizuri, ukiwa unafanya usafi vizuri, pia unaweza ukazuia hizi fungus katika ulimi. Ugonjwa mwingine mkubwa sana ambao unaonekana kwenye jamii yetu kwa sasa mara nyingi ni vidonda kwenye ulimi, na hii kitaalamu tunaita ulcers, na mara nyingi dalili zake inaleta maumivu makali sana na kupelekea mpaka mtu akashindwa kula, kwa sababu ni vidonda ambao mara nyingi vinaweza vikatokeza kwenye ulimi na mara nyingi vinasambaa, vinaweza vikaenda mpaka kwenye mafizi. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa mtu akiwa na ulcers, ingawaje waga vinakuwa ni vidonda kwa muda mfupi na saa nyingine vinakuwa vinaondoka, mara nyingi waga vinasababishwa na ukiwa una stress au ukiwa umepoteza baadhi ya madini, mfano folic acid na hiyo iron. Madini yakiwa yameshuka kwenye mwili, mara nyingi unaweza ukapata hivi vidonda vya ulimi, na mara nyingi kama nilivyosema kwamba vinaleta maumivu makali sana. Kwa hiyo kitaalamu manake tunasema kwamba ili tuweze kucontrol au kufanya matibabu ya hizi ulcers, mara nyingi waga tunashauri uimarishe afya yako ya kinywa, lakini upunguze stress, kwa sababu stress saa nyingine zinaweza zikavamia immunity ya mwili, vikakusababishia reaction na ukapata hizi ulcers.
Lakini kitu kingine ni kwamba kuna dawa hizi ambazo tunaita topical, mara nyingi waga tunazitumia katika kupaka ili kuweza kupunguza maumivu na kuondoa vile vidonda. Ugonjwa mwingine mkubwa ambao kwa kiasi kikubwa unaweza kuathiri ulimi ni kansa ya ulimi, na kitaalamu zipo kansa nyingi sana za ulimi, lakini ambayo tunasema ni very famous mara nyingi wanasema ni squamous cell carcinoma. Na kama mnakumbuka tulisema kwamba kansa ya ulimi mara nyingi inasababishwa na unywaji wa pombe, uvutaji wa sigara, lakini pia ukiwa una magonjwa mengine ambayo yanakuwa yanaendelea kwenye mwili ambayo yakishusha kinga ya mwili unaweza pia ukapata kansa ya mwili. Lakini pia ukiwa unatumia dawa zile ambazo tunasema kwamba dawa zile za muda mrefu, mfano kama ukiwa unatumia zile steroid au zile tunaita dawa kwa ajili ya kutibu kansa nyingine za sehemu nyingine za mwili, ukitumia zile kwa muda mfupi, kwa sababu zinakuwa zinaua seli, zinaweza pia zikakusababishia kansa ya ulimi. Na dalili za kansa ya ulimi mara nyingi ni kwamba ulimi unakuwa unafungwa, au kitaalamu tunaita unatengeneza fibrosis, unakuwa utembei. Lakini mara nyingi unakuwa na kidonda kikubwa sana ambacho kinakuwa kinakuletea maumivu makubwa sana. Mara nyingi waga kinakuwa kinavuja damu, lakini pia kinakuwa ni kidonda cha muda mrefu, hakiponi. Kwa hiyo mara nyingi kwa kawaida ukijikuta una vidonda katika mdomoni au katika mdomo vikiwa vimekaa muda mrefu zaidi ya wiki 2 haviponi, mara nyingi tunaweza tuka suspect au tukahisi kwamba huenda ukawa umepata kansa ya ulimi. Ingawaje mara nyingi wanasema kwa kitaalamu kuna confirmation test, bi maana kwamba inabidi uende maabara uweze kuhakikisha kwamba ni kansa ya ulimi au ni kidonda cha kawaida. Kwa hiyo kansa ya ulimi dalili zake kama tulivyosema, huwa inaleta maumivu makali sana, lakini pia kwenye ulimi unakuwa unavuja damu, alafu unakuwa na kidonda kikubwa sana. Lakini saa nyingine ulimi wako unakuwa unafungwa, hauwezi kutembea kulia, kushoto, kutoka mbele au kurudi nyuma. Hizo ni mara nyingi zinakuwa ni dalili zake. Kwa hiyo ili kuweza kuangalia kitaalamu mara nyingi kwenye tunasema kwamba diagnosis, au kuweza kuangalia kwamba kweli unakuwa umeathirika na kansa ya ulimi, mara nyingi wakati tunachukua kinyama kile katika ulimi tunakipeleka maabara, wanakuwa wanafanya vipimo. Lakini pia mara nyingi tunapiga picha zile za CT scan ili kuweza kuhakikisha kwamba una kansa ya ulimi au hauna. Na matibabu yake mara nyingi ni kwamba ni vile tuna zile causative agent, ukiweza kuzistop unaweza ukaepuka kansa ya ulimi. Lakini kwa treatment mara nyingi ukishakuwa tayari umeathirika na kansa ya ulimi, mara nyingi wanafanya matibabu ya kuondoa zile sehemu ambazo zinakuwa zimeathirika. Na sasa kiukweli inategemeana na stage. Ukiwa ni stage 4 mara nyingi wanasema wanafanya palliative. Palliative maana yake ni kwamba tunasogeza siku ukiwa umeathirika na kansa ya ulimi. Kwa hiyo kwa matibabu yake kitaalamu tunasema kwamba tunaweza tukafanya surgery au ukatumia mionzi au ukaenda kwenye chemo. Kwa mara nyingi alikuwa na matibabu ya kansa ya ulimi. Ugonjwa wa mwisho ambao tutauzungumzia kwa siku ya leo ni glossitis au tunaita wekundu wa ulimi. Nakuta ulimi umekuwa mwekundu na zile papillas au vile vimelea vyeupe vinakuwa vimeondoka kwenye ulimi na ulimi unakuwa umevimba, ni mwekundu. Na hii mara nyingi inasababishwa na vitu vingi, kama tulivyosema kwamba huenda ikawa kuna magonjwa mengine ya kimwili yanakuwa yanaendelea, yanaweza kusababishia hii. Lakini pia saa nyingine ukiwa umepata infection, umepata maambukizi ya kutoka katika sehemu nyingine, unaweza pia ukapata hii glossitis. Kwa dalili zake mara nyingi ulimi unakuwa ni mwekundu, unakuwa unapata maumivu makali, na hata matumizi pia ya kinywa yanakuwa ni madogo sana. Kwa hiyo kwa haraka hii glossitis kama tulivyosema kwamba inategemeana kwamba imeletwa na kitu gani, ndio mara nyingi waga inakuwa ni matibabu yake, kwa sababu tumesema kwamba condition za ulimi au magonjwa ya ulimi mara nyingi yanasababishwa na vitu vingi sana. Kwa hiyo kwa haraka au kwa siku ya leo nafikiri tumejifunza vitu vingi sana, na vitu ambavyo tumejifunza kuhusiana na kansa ya ulimi, tumejifunza kuhusiana na fungus ya ulimi, lakini pia tumejifunza kuhusiana na vidonda na uvimbe
wa ulimi. Kwa kikubwa kabisa cha kuweza kuepuka na kuweza kuondokana na magonjwa ya ulimi, magonjwa ya ulimi manake yanasababishwa na vitu ambavyo vinakuwa vinaenda kwenye kinywa. Kwa tulikataza au tulishauri tukasema kwamba kwa wale wanywaji wa pombe na wavutaji wa sigara tunawashauri waweze kupunguza au ikiwezekana waweze kuacha kabisa. Lakini pia tulishauri kwamba mara nyingi magonjwa ya ulimi, kwa mfano abscess ulcers na hizo glossitis, mara nyingi zinatokana na deficiency ya madini kwenye mwili. Tulisema kwamba ulaji wa mboga za majani, ndizi na vyakula vingine vinaongeza haya madini kwenye mwili, kwa hiyo vinapunguza haya maradhi ya ulimi. Lakini pia tulisema kwamba mtu anaweza akapata candidiasis kwa sababu ya uchafu au kutokuwa na usafi mzuri wa kinywa. Kwa hiyo mara nyingi tunashauri mtu aweze kuimarisha usafi wake wa kinywa ili aweze kuepukana na magonjwa ya ulimi. Asanteni sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi, lakini pia msisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Msisahau pia kucomment na kulike na kubonyeza alama ya kengele ili kupata notification ya vipindi vinavyofuata.